inavyolingana na utukufu wake na hadhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo anakuja shekhe akitaja sifa ya al-maji Allah subhanahu wa ta'ala li fasl al-qada baina ibadihi ala ma yaliqu bi jalal. Kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika moja ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-maji, ni kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala maji'un yaliqu bihi subhana, ujio ambao unalingana sawa na hadhi yake Allah tabaraka wa taala. Atakuja Allah subhanahu wa taala lifasli alqada'i baina ibadi, kwa ajili ya kupambanua hukumu, kuwahukumu waja wake, kupambanua hukumu kati ya waja wake, ala ma yaliqu bijalali, kwa vile inavyolingana sawa na hadhi yake na utukufu wake Allah jalla wa ala. Waumini ahli sunnati wal jamaa wanaamini kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuja. Tutakuja kuziona aya zinazoonyesha kwamba Allah atakuja kwa lengo la kupambanua hukumu kati ya waja wake, kuwahukumia waja wake subhanahu wa ta'ala. Kisha nasema katika mlango huu wa qawlihi, qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr. Anasema rahimahullah akitaja baadhi ya aya zinazothibitisha sifa ya ujio ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaitaja aya ya suratul Baqara ya 210 iliposema hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika. Anasema Allah, hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika, je, wanangoja mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awajie wao? Je, wanangoja mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awajie wao katika vivuli vya mawingu, fi dhulalin min al-ghamam? Wanangoja Allah mpaka Allah awajie katika vivuli vya mawingu, wal malaika, na malaika pia waje, wa qudiya al-amr, na hukumu iwe imekwisha tokea, hukumu iwe imekwisha tolewa ya kuwa wao wanaangamia. Wa qudiya al-amr, na hukumu iwe tayari kushatolewa kuwa wao wanaangamia. Hal yanzurun, je, wanangoja watu hao? Allah subhanahu wa ta'ala ataja maneno haya, lakini ndani yake kuna tahdidun lilkuffar, kuna kuwatisha makafiri, kuwazungumzisha makafiri kwa maneno magumu, makafiri ambao wameacha kuingia katika Uislamu, ambao wanazifuata nyenendo za sheitani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hal yanzurun, je, wanangoja wao? Wanangoja mpaka awajie wao, sababu neno yanzuruna lina maana ya kungoja. Sehemu hili na maana ya kungoja mpaka awajie Allah subhanahu wa ta'ala. Ujaji huu ni kuja kwa hakika. Allah subhanahu wa ta'ala atakuja yeye kwa dhati yake, atakuja yeye mwenyewe kwa dhati yake kwa ajili ya kupambanua hukumu bainahum yawm al-qiyama,
kupambanua hukumu baina yetu sisi waja wake siku hiyo ya kiyama. Fayujazi kulla amilin bi'amali, amlipe kila mwenye kutenda amal kwa amali yake. Allah subhanahu wa ta'ala takuja fi dhulalin min al-ghamam. Dhulal ni wingi wa dhulla, na dhulla ni kile kinachokufunika wewe. Akasema kwamba Allah atakuja katika vivuli min al-ghamam, vya mawingu. Wal-ghamam as-sahab ar-raqiq al-abyad, ghamam ni mawingu laini iliyokuwa meupe. Summiya bidhalika, yaliitwa hivyo liannahu yaghummu wa yastur, yameitwa hivyo ni kwa sababu yatafunika na kustiri. Kadhalika wal malaika, na malaika, ay wal malaikatu yaji'una fi dhulalin min al-ghamam. Tafsiri yake na kwamba malaika pia na wao watakuja katika hivyo vivuli vya nini, vya mawingu. Watakuja katika hivyo vivuli vya mawingu. Wa qudiya al-amru, na hukumu iwe imekwisha tolewa ya kuwa wao wataangamia. Ay furigha min al-amri alladhi huwa ihlakuhum. Wa qawlihi, na qawli yake Allah aliposema hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'd ayati rabbik. Je, wanangoja mpaka wajiwe wao na malaika? Wanangoja mpaka wajiwe wao na malaika wa Allah tabaraka wa taala. Malaika wa Allah tabaraka wa taala, al-mufassiruna wanasema malaika anayekusudiwa hapa ni yule malaika ambaye atakuja, au malaika atakaokuja liqabdi arwahihim, kwa ajili ya kuchukua roho zao. Je, wanadamu wanangoja mpaka wajiwe na malaika liqabdi arwahihim, kwa ajili ya kuchukua roho zao? Au ya'tiya rabbuk, au wanangoja mpaka aje Mola wao subhanahu wa ta'ala bidhatihi lifasli alqada'i baina alibad, aje kwa dhati yake Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya kufanya upambanuzi wa hukumu kati ya waja wake. Au ya'tiya ba'd ayati rabbik, au wanangoja mpaka ziwajie baadhi ya alama za Mola wako. Baadhi ya alama, si zote, ziwajie baadhi ya alama za Mola wako. Hizo ni katika alama kuu miongoni mwa alama za mwisho za siku ya kiyama. Wanataja ahlul ilm kwamba aya inayokusudiwa hapa huwa tulu'u shamsi min maghribiha, ni alama ya mwisho, nayo ni ile alama ambapo jua litachomoza kutoka magharibi kwenda wapi? Mashariki. Yani ule utaratibu wa jua siku hiyo utabadilika, na ndiyo wakati ambapo baada ya hapo hakukubaliwi toba ya mtu. Wadhalika ahadu asharati as-sa'a al-kibar, na hiyo ni moja ya alama za kiyama zilizokuwa kubwa. Idha waqa'a ughliqa babu at-tauba fala yuqbal, takapokuwa alama hii na ishara hii imetokea, ule mlango wa kuwa sasa watu ilibidi watubie, kwa sababu mlango ulikuwa wazi, mlango huo utafungwa. Fala yuqbal, hakuna atakayekubaliwa toba yake. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kadhalika al-Imam Muslim katika hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alisema kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisema la taqumu as-sa'a, hakitosimama qiyama. La taqumu as-sa'a,
hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, mpaka litakapochomoza jua kutoka kwenye magharibi yake, kutoka kwenye upande wake wa magharibi linakozama siku zote, mpaka litakapochomoza jua kutoka katika magharibi yake. Fa idha tala'at, hivyo litakapochomoza jua hilo, faraaha an-nasu, wakaliona watu kwa macho yao watakaokuwa hai, ambao watu hao bila shaka watakuwa ni shirarul khalq, kama zilivyokuja baadhi ya hadithi kwamba kiyama hakitosimama isipokuwa kwa shirarul khalq, kwa waovu wa viumbe. Wataiona alama hiyo ya kuchomoza jua katika upande wa magharibi. Watakapoiona amanu ajma'un, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wataamini wote, watu wote watakaokuwepo siku hiyo wataamini. Fadhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khayra. Fadhaka, wakati huo au hilo litatokea wakati ambapo haitofawa nafsi imani yake, yani imani ya nafsi haitoifaa kuamini kwa nafsi wakati huo. Hizo nafsi ambazo sasa zinaamini kwa sababu zimeiona alama hiyo, hiyo imani haitozifaa nafsi hizo. Nafsi ambayo haikuwa imeamini hapo kabla au ikachuma katika imani yake kheri, haitokubaliwa toba ya mtu au imani ya mtu ambaye hakuwa ameamini hapo kabla. Asallallahu alafia wassalam. Kisha nasema wa qawlihi, na qawli yake, wa qawlihi, na qawli yake, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, si hivyo, maanisha si hivyo, yani katika yale wanayofanya katika kula mali za yatima bila kujali. Kalla, si hivyo, idha dukkatil ardu dakkan dakka, kumbuka itakapotetemeshwa ardhi mtetemeko au kutetemeshwa. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, itakapotetemeshwa ardhi kutetemeshwa. Itakuwa inatetemeshwa ile ardhi, inatetemeshwa mtetemeko baada ya mtetemeko. Hatta yanhadima kullu man 'alayha au ma 'alayha min bina'in, kiasi ambacho zitavunjika nyumba zote ambazo ziko katika juu ya ardhi hiyo, na kile ambacho kimejengwa katika ardhi hiyo, na kile kilichojengwa katika ardhi hiyo. Qala wajaa rabbuka, na akaja Mola wako. Baada ya hapo akaja Mola wako subhanahu wa ta'ala, akaja Mola wako ay bidhatihi li fasli alqada'i baina ibadi, akaja Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kufanya upambanuzi wa hukumu baina ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Jaa rabbuka wal malaku, kadhalika wakaja malaika. Al-malak ni jinsi ya malaika, kwamba wale malaika vile viumbe malaika na wao wakaja saffan saffa, ay mustaffina saffan ba'da saff, wakaja hali ya kuwa wamejipanga safu baada ya safu, wamepangika, hawa wametangulia, hawa wamefuatia. Qad ahdaqu bil jinni wal ins, hali ya kuwa wamewazingira majini na watu, yani sisi tutawekwa katikati, kisha wale malaika watashuka hali ya kutuzunguka, na wao watakuwa wamejipanga safu.
Kundi la kwanza litawazunguka majini na watu, kisha kundi la pili katika malaika. Fayakununa 7 sufufin, watakuwa malaika hawa ni safu 7. Zimekuja riwaya ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataifanya hukumu katika ardhi bayda, ardhi nyeupe, na watu siku ya kiyama watakusanywa katika ardhi ya Sham, watakusanywa Sham. Allah subhanahu wa ta'ala kitaka kuhukumu, atayumba ardhi bayda, atawahukumu waja wake baada ya kukusanywa huko Sham katika ardhi nyeupe. Zimekuja hadithi zikitaja hivi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Ulimwengu hivi unavyokwenda, tutafikia mahala kwa wale watakaodirikiwa na kiyama, wal billah, watakusanywa katika Sham. Lakini pia zimekuja riwaya zinaonyesha katika kuwakusanya ni moto ambao asili yake ni bahari. Wa idha al-biharu sujjirat, bahari zitawashwa moto kisha zianze kuwafukuza watu. Anasema alayhi salatu wassalam, tabitu ma'ahum haythu batu, au kitu kama hicho, kwamba ule moto utakuwa unalala nao pale watakapolala. Tu amekimbizwa, akifika mahara fulani sasa amechoka, ule moto unamngoja. Kishtuka akiamka anaanza kukimbia, moto unakwenda naye mpaka watu wote wakusanywe katika maeneo ya Sham wote. Zimekuja riwaya zikizungumza hivi, wachuoni wametaja riwaya hizi katika hadithi katika vitabu mbalimbali. Kwa hiyo malaika watawazunguka majini na watu. والله المستعان فليؤذن المؤذن. الإسلام رحمه الله تعالى katika kadhia hii ya kwamba ardhi ya Sham ni ardhi ya mahshar, ana maneno yeye na al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wanasema ardhu al-mahshar madhkura fi ba'd al-ahadith qad takunu Sham. Ardhi ya mafufuo, sehemu ya kufufuliwa zilizotajwa katika baadhi ya hadith, huenda ikawa ni Sham. Walakin ardhu al-mahshar yawm al-qiyama, lakini pamoja na kwamba ardhi ya Sham huenda ikawa ndiyo sehemu watakapokusanywa watu, lakini ardhi yenyewe sasa ya watu kukusanywa, je, itakuwa ni ardhi hii ambayo tayari iko Sham au ni ardhi nyingine ambayo itakuwepo katika hiyo Sham? Kasema walakin ardhu al-mahshar yawm al-qiyama, lakini ardhi ya ufufuo siku ya kiyama haqa hiya ardhun ukhra, ni ardhi nyingine ambayo yubadiluha Allah kama fi qawli, ataibadilisha Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ardhi nyingine kama ilivyokuwa katika kauli yake, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Kumbuka ya Muhammad, siku ambayo itabadilishwa ardhi kwa ardhi nyingine, itabadilishwa ardhi isiyokuwa ardhi hii, kadhalika na mbingu. Na kwa ajili hii utaona wanawachuoni wametofautisha baina ya huo mkusanyo wa kabla ya siku ya kiyama, wakati wa zile alama kubwa, ambapo kad yakunu fi Sham, kwamba ufufuo huu huenda ukawa katika Sham. Lakini al-hashr yawm al-qiyama, ambayo hiyo ni ya mwisho,
Wanasema wanawachuoni wengine kwamba hiyo ni ardhi nyingine ambayo ni mpya ambayo ataianzisha Allah tabaraka wa taala. Na mazungumzo haya yapo katika milango vitabu vinavyozungumzia zile alamatu as-saa'ati al-kubra. وقوله نقولياك الله تبارك وتعالى وسمى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. nakumbuka ewe Muhammad siku ambayo tashaqqaqu as-samaa, asili yake tatashaqqaq. Kumbuka siku ambayo zitachanika mbingu, zitapasuka mbingu, itapasuka mbingu hiyo itapasuka yaumal qiyama, siku ya kiyama itapasuka mbingu hiyo, watamfariju, na iwe imetoa mianya, bilghamami, kwa mawingu, alladhi huwa dhulalun nur, ambavyo ni vivuli vya nuru iliyokuwa kubwa, alladhi yadhharu al-absar, itakayokuwa yani imeyashangaza macho, yani wale watakaoona hiyo nuru ambayo imetokana na vivuli vya mawingu, hiyo nuru itakuwa inawashangaza wenye kuiangalia. قال الله ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، na wakashushwa malaika kushushwa malaika kwa maana ile ya kuwazingira viumbe, kuwazingira majini na watu, fi maqami al-mahshar, kisha katika sehemu ya mahshar, katika sehemu ya mahshar. Kisha wakati huo ndo atakuja Mola subhanahu wa ta'ala li fasl al-qada baina ibadi, kwa ajili ya kufanya upambanuzi wa hukumu kati ya waja wake subhanahu wa ta'ala. ashahidi katika ayati hizi أنها فادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله. ni kwamba aya hizi zimethibitisha ujio wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa dhati yake, lakini kwa vile inavyolingana sawa na jalali yake na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wake subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufanya upambanuzi huo. Na huku kuja kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni katika as-sifatul fi'liyya, ni katika zile sifa zake za kivitendo, ni katika sifa zake za kivitendo. Tunaposema sifa zake za kivitendo ni kwamba yeye atatenda kitendo cha kufanyeje, cha kuja, yani ujaji wa hakika. Na usije siku moja ukasimama ukaanza kutembea ukasema nakuja, yani atakuja kama kufuru ya watu imetokana na hivi. Walipoambiwa anashuka tu, alipanda sehemu ya juu kama kwenye ngazi, akawa anashuka kwao. Sema Mola anashuka kama hivi, haiwezekani. Sisi atuambia anashuka, lakini hakutueleza anashuka vipi. Na hapa ametuambia atakuja, lakini ametufafanulia atakuja vipi. La, kule kutufafanulia atakuja vipi ni ishara kwamba sisi hatujui sifa ya kuja kwake subhanahu wa ta'ala, ishara kwamba sisi hatujui sifa ya kuja kwake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo hili la kuja Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jumla ya sifa za vitendo vyake vya hakika, yajibu ithbatuhuma ala haqiqatihima. Hii itiani na majii, sifa hii ya kuja
pasa kuthibitisha sifa hizi kwa uhakika wake. Wala yajuzu ta'wiluhuma bimaji'in, na haifai kuzifanyia ta'wili bimaji'in au itiyani amri, kuzifanyia ta'wili kuja amri yake, kwa kuzifanyia ta'wili ukazitafsiri hii sifa ya kuja ukasema hapana, kitakachokuja ni amri yake subhanahu wa ta'ala, ukasema si yeye mwenyewe Allah atakuja, na hatima yake ukathibitisha amri yake, ukathibitisha tafsiri ambayo hakuitaja Allah tabaraka wa ta'ala, kama yafaluhu nufatu sifat, kama wanavyofanya hilo wakinzani wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulun, wao katika aya hii Allah tabaraka wa ta'ala, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, katika kauli yake wajaa rabbuk, wanatafsiri wakisema ay jaa amruhu, itakuja amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Badala wao kusema atakuja Mola wako, wanasema itakuja amri ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min tahrifi ayati Allah tabaraka wa ta'ala, na hii ni katika kuziharibu aya za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadr, wallahu